Basketball ni global na hii ndo zone yetu. Court Zone. Rewind Court Thursday. Kama kawaida tunakutana hapa kila Alhamisi. Tunajadili vile ambavyo vimewahi kufanyika kwenye miaka ya nyuma, na hapa tunazungumzia legends, hapa tutazungumzia clip of the week, tutazungumzia forgotten fires, tutazungumzia fun memories na vitu vingine kama hivyo ambavyo ni vimetokea miaka iliyopita. Court Rewind. Rewind ya Court si mchezo. Na leo kwenye Legend of the Court tuko na mtu mmoja anaitwa Evan Johnson, almaarufu Magic Johnson. Watu wengi wanamjua kwa jina hilo. Ni moja kati ya legends ambao ukitaja tu jina Magic Johnson kila mtu anajua ni nani, unamzungumzia nani. Mwanetu alizaliwa Agosti 14 mwaka 1959 Michigan pale Marekani, na amekuwa huko na maisha yake yote ya kikapu yamekuwa huko. Na leo kitu ambacho nimekuja nacho mbele yako kumhusu mwanetu Magic Johnson ni namna ya safari yake ya kikapu ilivyokuwa. Ni moja kati ya watu ambao wamecheza Lakers kwa muda mrefu, na nikisema muda mrefu na maanisha career yake yote ameitumia akiwa Lakers. Tukizungumza kucheza Lakers kwa muda mrefu na maanisha career yake yote ameitumia akiwa LA Lakers, na alikuwa drafted kama pick namba 1 overall. Ilikuwa ni mwaka 1979. Mwanetu ndo alikuwa drafted kwenye usiku huo, na career yake ilianzia hapo. Amefanya vitu vingi akiwa Lakers, ameshinda ubingwa akiwa na Lakers, amekuwa MVP akiwa na Lakers, na ilikuwa ni mwaka 91 mwanetu alitangaza kustaafu, na ilikuwa ni ghafla kwa sababu watu walikuwa wanategemea kumuona kwenye msimu unaofuata, ila sababu kubwa ya yeye kutangaza kuretire ni baada ya kukutwa na virusi vya ukimwi. Ilikuwa ni bonge moja la story kwa kipindi hicho kwa sababu ya namna ambavyo watu walikuwa wanamchukulia Magic Johnson na kile ambacho yeye mwenyewe alikuja kukizungumza. Ameamua kukaa pembeni ya mchezo kwa sababu ya hali yake ya kiafya sio nzuri, akaamua kupumzika, ila alikuja kuwashangaza tena watu. Mwaka 92 akarudi tena uwanjani, na hakwenda mahali pengine popote, akarudi Lakers tena pale pale, akaenda akakipiga, na msimu huo alikuja kuwa bingwa na alikuja kuwa MVP kwenye mchezo wa fainali ya mwaka 92. Baada ya hapo akaachana tena na kikapu, akakaa nje ya mchezo. Miaka 4 baadaye, tunazungumza mwaka 1996, Johnson anarudi tena dimbani, akautwanga pale pale Lakers. Yani career yake ukiitazama ni yeye na Lakers, yeye na kukaa nje, yeye na kurudi, na akirudi anarudi Lakers, na alifanya vitu vikubwa kwa sababu tunazungumza ni mshindi mara 5 wa kombe la NBA, tunaita ring 5 za NBA. Tunazungumza ni moja kati ya wachezaji bora kuwahi kutokea kwa wale tunasema ni point guard wa muda wote kwenye NBA. Jina lake liko pale. Kama mpata bahati ya kumsikiliza mwanetu Big Shaq Shaquille O'Neal kwenye top 10 yake ya wachezaji bora wa muda wote wa NBA, ameliweka jina la Magic Johnson, Evan Johnson almaarufu kama Magic. Kwa hiyo hii inakupa picha kama Big Shaq Shaquille O'Neal anaweza kumtaja Johnson, hii inakupa picha ni mchezaji wa aina gani. Tukiangalia vitu ambavyo amefanikiwa kwenye career yake yote akiwa anacheza ni vitu vingi. Tunazungumza ana NBA Finals MVP 3. Hii sio kwa bahati mbaya. Kuwa MVP kwenye michezo ya fainali haliwezi kuwa jambo rahisi. Hiki ni kiwango kikubwa sana ambacho amekuwa nacho. Yes, kuna watu wamefanya zaidi yake, ila kwa yeye na era aliyokuwa anaicheza ilikuwa ni kitu noma. Huwezi kuwa MVP mara 3 kama sio mchezaji mzuri. Mwanetu alikuwa ni moja kati ya wachezaji noma kweli kweli. Saizi ni mshua tu, yuko na michongo yake mingine. Na kitu kingine ambacho alikuwa nacho, tunazungumza amekuwa kwenye NBA All-Star Game mara 12. Hii inakupa picha pia kwamba ni mtu noma kiasi gani. Mara 12 unapata nafasi ya kuwa kwenye michezo ya NBA All-Star, sio jambo dogo. Tunazungumza mwanetu pia amekuwa NBA All-Star MVP kwenye hiyo michezo ya All-Stars. Yeye amekuwa MVP mara 2. Hii pia na yenyewe ni kitu noma kweli kweli kwa sababu ya ubora aliyokuwa nao. Tunazungumza hapa amekuwa kwenye NBA All First Team mara 9, ambako kuna watu wanafanya vizuri, ila utakuta ameingia kwenye hiyo first team mara 2, mara 3, ila Magic Johnson ameingia mara 9. Tunazungumza ni mshindi wa tuzo ya NBA assist, na amefanya hivyo mara 4 kwenye career yake yote akiwa na Lakers. Tunazungumza kwamba ni jezi yake aliyokuwa anaendelea kuivaa, jezi namba 32,
ilistaafishwa na Lakers kwa sababu ya kumpa hiyo heshima yake Magic Johnson kwa kile ambacho amekifanya akiwa na Lakers. Na kuna vitu vingi sana mwanetu amekuwa anavifanya, na ukimwangalia kuna picha unaipata. Ni moja kati ya point guards ambao wamefanya vitu vingi. Ana jumla ya pointi 17,707. Hii ukipeleka kwenye pointi kwa mchezo, mwanetu ana wastani wa pointi 19.5. Ni points nyingi sana. Ni watu wachache ambao wanaweza kukugarantii pointi 19 kwa mchezo. Inabidi uwe ni mfungaji kweli kweli. Tunazungumza alikuwa na assist ya 10,411. Tukienda kwenye kumrate ana wastani gani, unapata ni assist 11.2 kwa mchezo. Pia ukiangalia kwenye eneo la rebounds, ana rebounds 6,559. Tukienda kwenye kumrate, mwanetu ana wastani wa rebound 7.2. Magic Johnson, hivi ndo vitu ambavyo alikuwa anavifanya kwenye ukubwa wake, na umaarufu aliopata ni kupitia hiki ambacho amekifanya. His points alizofunga, rebounds ambazo amechukua, assist ambazo ametoa, zinakupa picha kwamba alikuwa ni mchezaji noma kiasi gani. Pata nafasi ya kutazama baadhi ya vichache ambavyo mwanetu Magic Johnson alikuwa anavifanya kwenye kipindi ambacho yeye yuko kwenye prime yake, akiwa kwenye ubora mkubwa sana, akionyesha dunia kwamba yeye anastahili kuwa kwenye zile convo za nani ni point guard wa muda wote kwenye historia ya NBA. Hizi zinaweza zikawa ni sababu za kwa nini yuko pale. Right now, Worthy come to the right. To the left goes Magic. He's got it. He didn't shoot it. 5 seconds left. Magic down the middle, just what I thought. A hook shot at 12. Good! 2 seconds left. The Lakers take the lead on Magic Johnson's running sky hook. Woo-wee! Baada ya kumtazama Magic Johnson, tumerudi hapa na kinachofuata ni then versus now, na kwenye then versus now bado tuna stand na mwanetu Magic Johnson, ila kinachotokea hapa tunamkompea na point guard mwingine wa kizazi hiki ambacho tupo leo, na mtu ambaye tumemchagua kwa siku ya leo ni Stephen Curry, moja kati ya point guard ambao pia jina lao limeimbwa kwenye hizo convo za nani ni mchezaji bora wa muda wote kwenye historia ya NBA. Anacheza kwenye era ya kina LeBron, ambako LeBron alimtangulia toka mwaka 2003. Yeye amekuwa drafted 2009 na Golden State Warriors. Alipata nafasi kama pick number 7 overall. Mwanetu amekuja kutisha na amefanya vitu vingi mno, ni kwa sababu ya ubora aliyokuwa nao. Tunazungumza kwenye msimu huu tu amefanikiwa kufunga pointi 3 mara 300, na hii ameifanya kwenye misimu 6 mfululizo. Hii inakupa picha kwamba Steph ni mtu hatari kiasi gani. Tukaangalia vitu ambavyo Steph amefanikiwa kushinda mpaka wakati huu tunaozungumza yako Magic Johnson. Yeye tumepata nafasi ya kusikia alivyovishinda na vitu gani amewahi kufanya. Tukamwangalia pia mwanetu Steph ameshinda nini mpaka wakati huu na amefanya nini mpaka wakati huu kwenye career yake. Alec Burks guarding it from the start. Wiggins again. Here's Curry for the record. It's good! There it is! Stephen Curry! The all-time three-point king in the NBA! Mwanetu Steph, yeye alikuwa drafted mwaka 2009 kama pick number 7 overall kwenye first round. Ndio mwanetu alipata nafasi ya kutisha na alikuwa drafted na GSW almaarufu Golden State Warriors. Ndio waliamua kumselect mwanetu, na leo tunamuona kwenye NBA anafanya vitu vyake. Amefanikiwa pia kushinda vitu kadhaa na ni moja kati ya wachezaji ambao wanafanya vizuri. Tunazungumza kwenye msimu huu amefanikiwa kufunga point 3. Tunazungumza kwenye msimu huu mwanetu Steph amefunga point 3 mara 300 na zaidi, na ikiwa amefanya hivi ni kwenye misimu 6 mfululizo, anakupa hizo point 3 mara 300. Inakupa picha kwamba ni moja kati ya point guard ambao lazima wawepo kwenye hiyo convo ya points guard ambao wanafanya vizuri kwenye NBA kwa wakati huu. Na kwa wale ambao wamewahi kutangulia, kuna baadhi ya point guards hawawezi kukupa numbers ambazo Steph anakupa. Tunazungumza ni mshindi mara 4 wa NBA Championship, na hii sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu amekuwa kwenye wakati bora kabisa, kiwango chake kimekuwa bora. Tunazungumza hata timu ambayo alikuwa nayo kwa kipindi hicho, akina Iguodala, tunazungumza mtu kama Kevin Durant alikuwa naye kwenye timu, ni kwa sababu ya ubora mkubwa ambao hao watu walikuwa nao. Kocha Kerry pia amechangia mafanikio makubwa ya Steph kwenye hizo
rings 4 ambazo amefanikiwa kuzishinda. Tunazungumza amekuwa kwenye NBA All-Star mara 11. Hii sio rahisi, ni kwa sababu ya amekuwa na huo mwendelezo wa kufanya vizuri toka mwaka 2019 ambako amefanya vizuri. Hatujamuona tena akiapia kwenye fainali za NBA, ila haimaanishi kwamba sio mchezaji noma. Na baadhi ya vitu vingine ambavyo amefanikiwa kuwa navyo bwana Steph, tunazungumza hapa, amekuwa kwenye hizo conversation mara kibao, ni kwa sababu ya ubora ambao yeye yuko nao. Tunazungumza amekuwa MVP kwenye NBA All-Star mara 2. Hii sio bahati mbaya. Tunazungumza kwenye All-Star kuna watu kama wakina AD, wakina LeBron James, wakina Kevin Durant, wakina Damian Lillard na watu wengine kadhaa ambao walikuwa huko, ila performance yake yeye ndio imemfanya amekuwa bora mpaka wakati huu tunaozungumza sasa. Pia amefanikiwa kuwa mfungaji bora wa NBA mara 2. Tunazungumza ni mchezaji ambaye amefunga point nyingi zaidi kwenye msimu na amefanya hivyo mara 2 akiwa na GSW. Tunazungumza amewahi kuwa pia ni mporaji mpira mzuri na amefanikiwa kuwa mshindi akiwa amefanya hivyo mara 1. Huyu ni Steph Curry ama Stephen Curry kama ambavyo watu wengi wanamjua. Mimi napendaga kumuita sniper kwa sababu ya uwezo ambao amekuwa nao wa kushoot kutoka kwenye umbali mrefu. Tunazungumza point 3 hizi amekuwa anachoma popote ambako anajisikia, iwe ni kwenye logo, nyuma ya logo, kutokea kwenye kona, amekuwa anachoma na imekuwa ni kitu noma sana kwa Steph. Tuangalie baadhi ya vitu ambavyo Steph amekuwa anavifanya akiwa kiwanjani na pia akiwa nje ya uwanja, akiwa kwenye warm up kuelekea kwenye mchezo. Amekuwa anafanya hivyo vitu tofauti, akiwa anarusha mpira kwenye umbali mrefu sana, akiwa nje ya court kabisa kwa mashabiki kule, anarusha na anafanikiwa kufunga. Kwa hiyo amekuwa mtu noma. Tumtazame Steph, tutarudi hapa tujue ni kitu gani tunaendelea nacho. Curry way downtown. Bang! Steph Curry from just inside half court. Curry pulls up from the logo. It's good! Tumetoka kumtazama Steph kwenye Denver versus Now, yeye dhidi ya mtu mzima Magic Johnson. Kitu gani ambacho kimetokea? Ukiangalia comparison, wote ni point guards na namna ambavyo wameweza kufanya vitu vyao. Mmoja alikuwa ni wa kitambo, huyu ni wa wakati huu. Tudondoke kwenye fan memories. Hapa ni eneo ambalo tunawazungumzia mashabiki. Wao wana eneo lao. Memories gani ambazo wao wako nazo kwenye mchezo wa basketball? Wachezaji wana memories gani na mashabiki wao kwenye mchezo wa basketball? Na hapa tutamzungumzia mwanetu LeBron James, namna ambavyo amekuwa na interact na mashabiki wake, namna ambavyo amekuwa na tukiza pia mashabiki wake kwenye kile ambacho wanakifanya. Na moja ya tukio ambalo mimi nilipenda kutoka kwa shabiki mmoja, mwanadada, naweza nikasema ni mwanadada au ni mtoto mdogo, ilikuwa ni kwenye mechi ya Lakers ambako yeye aliforce kuhakikisha anapata tiketi ya kukaa VIP na alifanikiwa kupata tiketi yake na alikaa VIP mbele kabisa pale. Haona wachezaji wako mbele yako, muda si muda namuona LeBron anakatisha mbele yake, anakuja anakaa kwa pembeni hapa. Yule binti alishtuka na alishangaa kwa sababu hakutegemea kama angemwona LeBron kwenye mazingira hayo, ila LeBron alapia. Na baada ya yale matukio yote, baada ya yule mtoto kufanyiwa interviews na waandishi wa habari, LeBron alimtafuta baada ya hapo na walipiga naye picha na kupata story 2-3, na mwanadada alijisikia vizuri kinoma kumuona mtu ambaye yeye anamkubali, mmoja kati ya wachezaji wakubwa duniani, LeBron James, ambaye yuko kwenye hizo convo pia za nani ni GOAT wa NBA. Yeye na Mike Jordan watu wamekuwa wanaweka humo, na bidada alifurahi. Naamini ni moja kati ya memories za yule shabiki hata kasahau kilichotokea kwa wakati huo. Court Rewind. Rewind ya Court si mchezo. Kama ambavyo toka mwanzo tulikuwa wote mpaka sasa tumefika mwisho, na naamini utakuwa umeenjoy kwenye kile chote ambacho tumekuandalia. Comment yako ni muhimu sana 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 kwenye mitandao yetu ya kijamii. CodeZone 360 Instagram, CodeZone 360 TikTok, pale YouTube pia ni CodeZone 360. Utakuwa unatucheki humo, unatuachia ujumbe wako na sisi tutakuwa tunaruka nao. Naitwa Evans Avodius, mpaka wakati mwingine, chao.